Itukuze damu ya Kristo. Karibu msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital. Tusikilize tafakari ya Mtakatifu Gaspari leo tarehe 27 Februari. Kuna viwango katika fadhila na hakuna haja ya kudai kutoka kwa kijana yale ambayo yanatakiwa kuwa ya roho zilizokwisha piga hatua katika utakatifu. Kuna viwango katika fadhila na hakuna haja ya kudai kutoka kwa kijana yale ambayo yanatakiwa kuwa ya roho zilizokwisha piga hatua katika utakatifu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza, nawe mfuatiliaji wa Mwangaza Digital, karibu tutafakari kwa pamoja ujumbe huu. Leo Mtakatifu Gaspari anatukumbusha hasa zaidi ya fadhila kuu za kimungu na kimaadili, yaani fadhila za kibinadamu. Fadhila za kimungu tunazijua, nazo ni imani, matumaini na mapendo, na fadhila za kimaadili hekima, haki, ujasiri na kiasi. Leo Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kwamba fadhila ama wema wa kiroho hukua hatua kwa hatua kama vile mtu anavyokuwa kimwili na kiakili. Kwa maana ninaweza kusema hakuna aliyezaliwa mtakatifu kamili kwa sababu ya dhambi tulioirithi kutoka kwa wazazi wetu wa kwanza, yaani Adam na Eva. Viwango vya fadhili hutofautiana katika mtu anayeanza safari ya imani. Hawezi kuwa na ukomavu wa kiroho sawa na yule aliyedumu miaka mingi katika imani, yaani katika sala, kufunga, kujikana nafsi yake na nidhamu. Mtakatifu Gaspari anajaribu kutuelewesha kuwa si haki na busara kumtaka kijana anayeanza safari yake ya maisha ya kiroho mambo yale anayopaswa kuyafanya padri au mtawa mkongwe aliyekuwa katika hatua za juu za kuelekea utakatifu. Ama anaweza kusema kwamba usimkatishe tamaa mtu ama kijana kwa kumlazimisha awe mkamilifu kabla ya wakati wake. Basi Mtakatifu Gaspari anatufundisha kuwa Mungu wetu ni mvumilivu, hivyo Mungu hutufundisha na kutuongoza polepole kulingana na uelewa wetu. Walimu wa kiroho, wazazi na walezi wanapaswa kuwa wenye hekima. Malezi ya ukuaji au makuzi ya kiroho hayana faida ukiharakisha kwake, na hivyo yataonekana kama unamkandamiza. Tusipende kujilinganisha kupita kiasi, ni hatari. Kijana kujilinganisha na mtu au watu waliopiga hatua kubwa kiimani, kwa mfano watakatifu wakubwa na waliofanya mambo makubwa, ni njia ya kumkatisha tamaa kwa kuwa yeye hataweza kukamilisha. Mtakatifu Gaspari anatuambia ruhusu roho ikue kwa wakati wake, lakini iendelee kukua. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Mwangaza, nanyi wafuatiliaji wa Mwangaza Digital, tumwombe Mungu atujalie kukua katika fadhila zake za kiimani na kimaadili, hasa katika njia ya kutafuta utakatifu wake. Itukuzwe damu ya Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Joseph Jonas Makia wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.